ilitoa fedha bilioni 200 kwa ajili ya kusaidia makundi haya ya vijana, lakini kwa kutambua umuhimu wa vijana kama nguvu kazi iliweza pia kuanzisha wizara maalum kwa ajili ya vijana. Hivyo ndugu zangu, tunatambua kwamba vijana ndio kundi kubwa, ndio kundi lenye uhitaji. Mimi kama mwakilishi wenu nitaendelea kuangalia fursa mbalimbali zinazopatikana ili vijana na ninyi muweze kunufaika. Lakini kwa kupitia taasisi za fedha, tunaamini pia ziko taasisi kama benki ya CRDB ina mkopo wake unaoitwa Imbeju ambao hauna riba. Utachangia 17% ya kitu unachotaka kununuliwa. Tukitoa kwa mfano kama ni watu wa pikipiki inauzwa milioni 2,800,000, utatoa shilingi 476,000 kwa kupitia kikundi chako. Kila mmoja kwenye kikundi atatoa 476,000, utapatiwa pikipiki. Lakini 10% ya fedha hizo ambayo ni kama 280,000 utarudishiwa baada ya kumaliza mkopo wako. Kwa hiyo mimi kama mwakilishi wenu niko tayari kushirikiana na ninyi bega kwa bega kuhakikisha mambo yote yanakwenda sawa. Lakini ndugu wananchi, serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutambua umuhimu wa afya imeendelea kufanya maboresho. Hospitali yetu ya mkoa ambayo ndio hospitali ya rufaa, leo huduma ya dialysis ya kusafisha damu kwa mtu mwenye changamoto ya figo inatolewa katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Hapo nyuma tulikuwa tuna changamoto, watu wenye changamoto hiyo lazima waende Muhimbili, waende KSMC au waende Benjamin Mkapa, lakini leo huduma inatolewa ndani ya hospitali yetu ya rufaa. Lakini kwa wale waliokuwa na changamoto ya upumuaji, leo huduma ya oksijeni inapatikana katika hospitali yetu ya rufaa, kitu ambacho hapo nyuma ninyi ni mashahidi, hata kipindi cha corona watu waliteseka sana, lakini serikali kwa kutambua umuhimu wa afya kwa watu wake imeboresha huduma hiyo. Leo tuna jengo la dharura la pale, tuna jengo la mionzi, tuna jengo la wagonjwa mahututi na jengo la damu salama ambalo liko kwenye hatua ya kwenda kukamilishwa. Mimi kama mwakilishi wenu niwahakikishie hilo jengo la kukamilishwa tafuatilia ili na lenyewe likapate kukamilika. Lakini hospitali ya halmashauri ya mji, hospitali ya Mdara imeendelea kuwahudumia wananchi na serikali imetoa fedha za vifaa tiba vya kisasa. Leo huduma ni bora pale. Tulikuwa tuna changamoto kwa kina mama, wakati mwingine walikuwa wanapoteza maisha wakati wa uzazi, lakini leo kifo cha mama na mtoto kimepungua na kinakwenda kuisha, na hospitali yetu ya mji wa Babati takribani wamama wapatao 400 kila mwezi wamejaliwa kupata watoto. Lakini kwa kutambua umuhimu wa afya, serikali imeendelea kufanya maboresho katika vituo vyetu vya afya na zahanati. Baadhi ya vituo vya afya vimeendelea kutoa huduma ya upasuaji. Kwa mfano, kituo cha afya cha Maisaka tayari inasaidia hata hospitali yetu ya mji. Akina mama wenye uhitaji wa huduma ya upasuaji, wengine kama wako wengi pale, wamekuwa wakipelekwa katika kituo cha afya cha Maisaka. Ninatambua na sisi tuna kituo chetu cha afya. Ninatambua serikali imeleta fedha kwa ajili ya vifaa tiba, lakini ninatambua ya kuwa hapa tuna uhitaji wa jengo la upasuaji, tuna uhitaji wa jengo la kuhifadhi marehemu wetu wanapotangulia mbele za haki, yani mochwari. Niwahakikishie mimi na mheshimiwa diwani wa kata hii, kwa kuendelea kuangalia mapato ya ndani ya halmashauri, tutaendelea kuona namna ya halmashauri kutenga fedha za mapato ya ndani katika kutatua changamoto hii. Lakini nitaendelea kuwasemeni pia kwa kupitia wizara ya TAMISEMI ili fungu lolote lipatikane na kuweza kufanya jambo. Lakini katika bajeti ya mwaka huu tumepokea shilingi bilioni 1 na milioni 80, milioni 200 zikiwa ni kwa ajili ya vituo vya afya. Kwa hiyo ninaamini katika hizo milioni 200, nimemwona mganga mkuu wetu wa halmashauri ya mji yuko hapa. Ninaamini ya kwamba katika fedha hizo, ndugu yangu mganga mkuu, mtatenga fedha kiasi zije pia kwenye kituo cha afya cha Sigino ili wananchi hawa waendelee kupata huduma hiyo.
Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelea kuwawakilisha na kuendelea kuwasemea kuhakikisha huduma ya afya katika vituo vyetu inakwenda kuboreka na ninyi mnaendelea kufurahia huduma ambayo imekusudiwa na serikali. Lakini ndugu wananchi, katika kituo hiki tumesikia kuna changamoto kwamba hata akina mama wajawazito wanapokwenda kujiandikisha pale, asipokuwa na 20,000 hawezi kupata huduma. Mganga mkuu, inaomba hilo ulichukue na ulifanyie kazi ili changamoto hiyo iweze kuondokana na wananchi hawa wa kata ya Sigino.